kwamba sasa ni wakati mwafaka mkaona, mkatuunganisha nguvu za pamoja, tukaagiza kiwanda cha kutengeneza nguo. Pamba yetu ambayo sasa imebida hii tukaitengeneza nguo, badala ya kuuza pamba nyuzi tukauza nguo. Mimi ningetoa ushauri kwa bodi ambayo sasa leo hii tunaenda kuichagua, hili waanze kuliota kwamba badala ya kuuza tulete kiwanda hiki kitatengeneza hizi nguo na hizi nguo tutauza, tungekuwa tumeokoa. Mimi ushauri wangu, ninatoa mapendekezo hayo kwa bodi ambayo sasa tunatarajia kuiweka, waendelee kuota. Kama hawaoti basi mimi natoa ushauri. Asante sana mwenyekiti. Kuandaa andiko kwa ajili ya kutengeneza kiwanda cha kutengeneza nyuzi, na sio kiwanda cha kutengeneza nguo pase, bali tulianza na utaratibu wa kuandaa andiko kwa ajili ya kutengeneza kiwanda cha kutengeneza nyuzi. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa zile malighafi ambazo zinatoka kwenye union wanachama wa TANCOPS ndizo ambazo tunategemea kile kiwanda kitakuwa ni sehemu ya malighafi zake. Sasa kile kiwanda kina thamani kubwa kwa sababu installation ya kile kiwanda ni zaidi ya bilioni 30+. Kwa hiyo tumeanza, of course tulianza na managers wachache na wengine walishamaliza muda wao kwenye vipindi vyao kwenye vyama wanachama, wameshatoka, lakini mpango ule unaendelea. Yawezekana siku moja tukaja tukaambia implementation ya kile ambacho tulichokuwa tunakiota ni 1, 2, 3, lakini sasa hivi liko katika mchakato wa utekelezaji. Utekelezaji wa hilo ni jambo la msingi sana. Sio siri, sisi wakulima wa pamba tunazo changamoto kubwa tu, na hasa hususan bei inatuathiri sana. Na unaona saizi vyama vyetu vingi havijauza marobota ni kutokana na bei. Bei iko chini na gharama zetu za uendeshaji ziko juu. Tukipata mbadala mwingine ni jambo la msingi na litatusaidia na litatutoa hapo na kutupeleka sehemu nyingine. Sasa kwa muda tuliofanya tumekuwa wazoefu. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi, tutaliomba ngazi ya juu. Mwaka huu lazima TANCOPS ichukue majukumu yake. Mwanachama ambaye ni mwanachama wa TANCOPS asubiri naye kupokea maelekezo kutoka TANCOPS. Hawezi kufanya mradi ambao unamilikiwa na chama na yeye akiwa mwanachama. Mfano usambazaji wa pembejeo, viuadudu na vinyunyizi. Hili ni jukumu la TANCOPS, tutaliomba na tukilipitisha kwenye makisio kwa kauli moja, huu muhtasari ndio tutakaotumia ili kuagiza pembejeo. Tugusa sisi kama walimaji wa pamba imekuwa ni changamoto. Sasa kupitia mkutano huu wa leo, niwaombe sana viongozi wetu tuliowachagua leo, mlichukua hili jukumu. Sisi tunanunua pamba na saizi ni msimu wa kununua pamba, lakini tatizo letu kubwa ni mikopo. Mnajua kabisa tunakopeshwa ili tuweze kununua pamba. Bila mikopo hatuwezi kufanya hivyo. Lakini inakuwa ni tatizo wakati muda ukifika, wale wanaotukopesha inakuwa ni tatizo. Saizi msimu tayari umefunguliwa, lakini sisi vyama hatuna fedha za kuingia sokoni. Na saizi mnajua ni soko huria. Wenzetu ambao ni makampuni binafsi wameshaingia sokoni. Sasa kwa utaratibu huu, kama tutaendelea kuwa hivi, itatukwamisha sana vyama vyetu kusonga mbele. Maana yake sisi hatuna fedha, wengine wana fedha. Unafikiri tutaweza ushindani? Na tunaweza sasa kuimarisha. Maana yake sisi tutakapokuwa tumenunua pamba kwa muda mwafaka na pamba nyingi, ndio tutapata ushuru na kuendesha chama chetu iko vizuri. Tukipata ushuru vile vyetu vinakuja hapa, mambo yanakwenda. Ombi langu ni waombe sana, hebu tushirikiane. Sisi mara nyingi nadhani wote hapa tunadhaminiwa, tunakopa TDB. TDB kwa kweli ifike mahala sasa na wao lione. Tunakuwa na mipango mingi, tunakamilisha taratibu mapema, lakini inapofika sehemu namna ya kutupa sasa ile mikopo inakuwa tatizo. Wenzetu wanaingia sokoni na tutapata mkopo. Kwa hiyo ni jambo mnaomba chama kilichukue, kilifanyie kazi. Ombi langu lingine, kwenye vikao vyetu mikutano kama hii, tualike TDB wapo. Mimi leo ningefurahi kuona TDB wapo. Tungeona jambo la msitu kawaambia wakaliona. Mikutano ijayo tu tunawalika na kuwepo.
Lakini niombe sana uongozi mpya, Mheshimiwa Mwenyekiti na bodi yako na management, ili naomba sasa kuanzia kesho, hata kama mtaanza kazi, hebu tusaidieni kwenye hili tuweze kupata fedha na sisi tuingie sokoni tuweze kununua pamba kwa wakati mwafaka. Ukiharibu hatutakuvumilia, ndiyo maana yake. Kwa hiyo na bodi ambayo tumeweka madarakani ya TANCOP, tendeni kwa jinsi ambavyo inatakiwa. Ukiharibu katikati, sisi wasimamizi tutakuondoa. Kama unastahili kwenda kwenye vyombo vya dola, tutakupeleka vile vile. Kama itatakiwa tu tukutoe tu pale tuweke mtu mwingine, tutafanya hivi. Tuungane wote kuwaunga mkono waliopata nafasi za uongozi. Hata kama kumchagua, kama alichaguliwa na wenzako, na kwa sababu tulikubaliana kwamba tutakwenda kwenye misingi ya kidemokrasia, maana yake ni kwamba ni lazima viongozi waliopo tuwape ushirikiano ili TANCOP iende mbele. Nadhani wote hapa tuko kwa ajili ya TANCOP. Kwa hiyo hakuna ambaye ni mkubwa kuliko taasisi. Lakini jambo la pili, mrajisi msaidizi mkoa, watu wapate mafunzo. Watu wapate mafunzo, wajue mipaka yao, wajue wajibu wao. Na hili lifanyike mapema, ili mwisho wa siku tunaposema kwamba hutekelezi majukumu yako, lakini tu tumeshamwekip kwamba anajua kwamba acheze wapi, aishie wapi, na mwenzake basi aweze kumpokea eneo gani. Lakini sambamba na mafunzo, management, bodi iliyomaliza muda wake, leo ni Alhamisi, natarajia mpaka Alhamisi ijayo au Ijumaa ya wiki ijayo tuwe tumefanya makabidhiano, ili wenzetu waweze kuanza kazi. Kwa hiyo nadhani management muandae document kwa ajili ya makabidhiano, na mrajisi msaidizi mkoa kwa sababu yuko nadhani atasimamia makabidhiano haya.